اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. إخواني وأخواتي في الله، أحييكم بتحية مباركة من عند الله، ألا وهي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehema kipenzi cha umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, popote pale mlipo wapenzi watukufu mnaofuatilia Maalim Shaaban, tuko katika muendelezo wetu wa vipindi vyetu mbalimbali. Naam, ni muendelezo ambao tunaufanya kwa lengo la kukumbushana. Yawezekana wewe wajua, yawezekana unafahamu, yawezekana hichi tunachokizungumza wewe unakijua, lakini ndugu zangu wapenzi watukufu, mwanadamu ameumbwa ni mtu mwenye kusahau. Ndio maana akaitwa insani, ni mtu ambaye msahaulifu sana. Na kwa ajili hiyo ndio maana unakuta tunawazika vipenzi vyetu, lakini baada ya muda unajikuta tunafanyaje? Tunajisahau. Ushafahamu tunajisahau kwa sababu gani? Kwa sababu Allah ametuambia kule kusahau ni sehemu sisi ni ya maumbile yetu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea kusahau ni sehemu ya maumbile, na laiti kama tungalikuwa hatusahau hapa duniani tusingalikuwa tunaishi. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani, wadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Wakumbushe Muhammad, hakika ukumbusho unafaa wale wenye kuamini. Lakini maneno haya haambiwi mtume sallallahu alaihi wasallama, tunaambiwa sisi. Ndio maana tukaambiwa kuntum khaira umma, sisi tumekuwa umati bora, ni watu wenye kuamrishana majambo yenye kheri, na tunakatazana yale mambo ambayo yasiyofaa. Ndio maana tukaambiwa kuntum khaira umma ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Naam, kutokana na hilo ndio maana unakuta tunaweza tukazungumza kipindi kikawa kimepita, lakini tukakirudia kipindi hicho, kwa sababu kila kukicha wanaingia watu wapya. Na usidhanie mtu akiingia kikiona kipindi hapa atafuatilia mpaka mwisho. La, anafuata tu huku mbele, lakini hajui huko nyuma nyinyi mmepita mambo mazuri sana, mmepita na vitu vingi sana. Ndio maana tunasema tunakuwa watu wenye kukumbushana. Na hasa mimi wanajikita sana kwenye ile mada ambayo mara nyingi sana iko ndani ya uwezo wangu, hasa masala ya kuwashughulikia wanga na masahiri na wachawi. Haya ndio masala tunadili nayo sana, kwa sababu ndio ilmu ambayo tulioisomea elimu hiyo na tunaufahamu nayo. Na ndio maana ukiniuliza masala huko nitakujibu kwa ufasaha, mshanifahamu vizuri. Lakini ukinipeleka kwenye bahari nyingine huko, itabidi tutafute watu wenye kujua hayo, sio kana kwamba ukikuta kila mmoja yuwazungumza. Na ndio maana mimi huwa najikita sana kwenye majambo yangu. Ndugu zangu, tunapata mfadhaiko mkubwa sana katika masala haya ya kiilmu, masala haya ya kiilmu hasa ya kishetani, haya maradhi ya kishetani. Tunakuwa ni watu ambao wenye kukanganyika sana, ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim Shaaban. Sasa kule kudarasishana ndio tunaelimishana na kukumbushana na kuwekana sawa. Alhamdulillah, si utani ndugu zangu, adhkari tunazozielekeza watu wanufaika nazo. Ndio maana ukikaa kimya muda mwingi utakuta watu watuma message, Maalim mbona upo kimya, Maalim mbona hatukuoni, Maalim darasa tuzioni. Zile darasa soka na kwamba zinakuwa kama ni upumbao tu, hapana, au zinafurahisha na kuburudisha watu, hapana. Kama ingelikuwa ni burudani watu wasingekuwa wanakuulizia. Lakini ukiona hivyo kuna kitu watu wananufaika nacho. Mimi ni kuwaonesheni message za watu ambazo wananipa mrejesho, Maalim nimeona hivi, Maalim imekuwa hali hii, Maalim mashallah unatusaidia, mimi nimesikiliza dua yako hii mmepona, mimi nimesikiliza hiki mmepona. Ndugu zangu wapenzi watukufu, mkipona mimi msinisahau tu kwenye dua zenu.
Naam, msinisahau kwenye dua zenu. Tuyafanya haya kwa ajili ya kusaidizana, kuisaidia mimi mwenyewe nafsi yangu na kukusaidia wewe ndugu yangu katika imani, na hata yule ambaye siokuwa ndani ya Uislamu tunamsaidia kwa sababu naye ni katika ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Naam, kwa ajili hiyo ndugu zangu wapenzi watukufu, kuna mtu mmoja anauliza suala, anasema kuna hali ya mtokea katika masala haya, yani anasomewa dua mara nyingi sana, yuasomewa dua, lakini dua hili akisomewa, anasema akitoka kwa shekhe anakuwa yuko vizuri. Akifika eneo la nyumbani kwake baada ya masaa 3-4 anaumwa vibaya mno. Lakini mumewe pia ni mtu wa kusomea, anaweza kuchukua Qur'ani akatia udhu akakaa akaanza kumsomea, lakini akimsomea mumewe anasema hakuna zile dalili za kupandisha, yule mtu apandishi, na akitoka pale anaendelea kupata maumivu. Sasa je, maalimu hii ni hali inatokana na kitu gani? Allahu akbar. Nakumbuka umeona, ndio maana nikasema masala haya watu wanaoyauliza inawezekana nishasema na nishasemea huko nyuma. Ukikuta unasomewa Qur'ani au umetoka kwa tabibu au kwa mtu wa kusomea ruqya au kwa kufanzia dua, pale eneo la kwake unakuwa uko mzima mashallah. Unatembea barabarani mzima mpaka unafika nyumbani mashallah. Baada ya masaa 3-4-5 au usiku wake unaanza kusikia mwili wauma, unaanza kukuta mwili yale maradhi yanayokusumbua yanarudi tena. Hali hii inatokana na nini? Hii hali inawezekana inatokana na mambo matatu. Ndio maana nikasema msichoke kuniuliza, na mtakayoniuliza mimi pia sichukii, kwa sababu ni masala ambayo sisi wenyewe tunastafidi kwayo. Hii hali inatokana na mambo matatu. Jambo la kwanza, inawezekana humo ndani kuna uchawi mwingi mno. Yaani umetupwa kila pahali uchawi. Sasa unapotoka kwenda kwenye tiba, wewe wajua tu kwamba kinachokusibu ni uchawi uliokuwa mwilini, kumbe kuna uchawi mwingine mtu anaekewa mpaka kwenye kitanda. Hiyo ilishawahi kutokea. Kuna binti mmoja alikuja na mwanawe, shingo imelegea, shingo haisimami, mtoto wa miaka zaidi ya 6 na kwenda 7, shingo haisimami. Mtoto yule viungo vimelegea, umeshanifahamu vizuri, hana nguvu, mdote yualala tu. Tukamfanyia dua mama yake, tukamwambia itakuwa wenda matatizo yako kwako. Ndugu zangu wapenzi watukufu, tulimfanzia dua yule mama, alhamdulillah. Akitoka pale kwenye kituo chetu cha dua, kuondoka kwake, anajikuta yule mtoto anaanza kukangamaa, anamkuta mtoto anakuwa na nguvu, mpaka yeye mwenyewe anapata yale wanasema ile matumaini ya kuona kwamba mwanangu anapona. Dawa tunazompa alhamdulillah, lakini akienda kwake akishinda, akija kesho anaanza moja. Kilichokuja kutokea, tukamwambia nyumbani kwako kutakuwa kuna uchawi mwingi sana. Inawezekana chini ya kitanda, inawezekana umeweka juu ya kitanda, wengine unaulalia, mwingine mlangoni, mwingine sebuleni. Yaani wanatapakaa uchawi mtupu, ili wewe hata ukienda kufanziwa dua ukirudi pale ni kazi ile ile. Hii nimetolea tu mfano wa huyo bibie. Sasa masala matatu, hiyo hali ndio maana inakurudia. Inawezekana ndani mwako kuna uchawi mwingi sana. Sehemu ya pili, inawezekana kuna jini au majini wamo ndani, mashetani wa kijini wamo mle ndani. Wao hawakai kwenye ule mwili wako, wanakaa ndani mle. Mshanifahamu vizuri Ule muda ambao wewe unaondoka, unawaacha mle, ukirudi wale wanakuwa nakushughulikia. Sasa mwingine anaweza akasema, maalim, kama ni ndani mbona tunafungulia Qur'ani, tunasoma sana Qur'ani. Je, shetani anaweza kukaa nyumba ambayo inasoma Qur'ani ndani? Naam, hilo ni swali na kuulizia mimi. Mwingine anaweza kujiuliza hivyo. Sasa kwamba kama ni ndani nyumba ya Qur'ani, shetani kweli hawezi kuthubutu kukaa mle ndani. Kama hii ni nyumba ya Qur'ani. Sasa je, anaumia vipi huyu mtu? Kinachofanyika, yule shetani, inawezekana pale unaposomewa shetani yule anatoka vizuri tu, anatoka mashallah. Anachokifanya shetani yule, kukaa kwenye mwili wako tena anakuwa hawezi.
anarudi kule anawahi kuja nyumbani kwako pale mtaani kwako, anatafuta nyumba gani hapa karibu kuna mtu hana ibada, hana sala, hana Mungu, hana mtume. Nikisema hana Mungu ina maana hana Qur'ani, hana salatu ala nabi. Yeye maisha yake ni kutafuta riziki, kula na ni kufanya jimai, kulala. Bas, hana habari na ibada, hana lolote. Sasa huyu, wale mashetani wanachokifanya, wanakuja kuingia kwa mtu kama huyu, au wanaangalia karibu kama kuna mtu ana mashetani, basi wanaenda kuomba hifadha pale, wanaingia mle, alafu wanakurimonti wewe ambayo nyumba uliokuepo. Kwa mfano, nyumba iko hapa, jirani yake kuna mtu ana madudu, hajasomewa Qur'ani, au aidha mtu ambaye anapita kwa waganga, shetani yule anaweka kambi pale, anaendelea tena kukutesa wewe. Na ndio maana unakuta sometime unamsomea mtu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ana dalili zote zile za kishetani, lakini yule shetani hapandi. Kwa sababu gani? Shetani yule anakopo yuko kando, yani anakaa mbali naye. Wewe unasoma pale, unamaliza visomo, lakini shetani hayuko ndani ya mwili, bali anamcontrol yule mtu, hali ya kuwa yeye yuko kando na yule mgonjwa. Sasa ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim Shabani, kwamba ukikuta hali kama hiyo inakutokea, kwamba unapofanziwa dua, basi yule shetani unatoka pale hali yako yu mzima, lakini ukishafika nyumbani baada ya muda, au ukifika usiku, yale maradhi yanarudi tena kama mwanzo, kana kwamba vile hujafanziwa dua. Basi fahamu ni hayo mambo matatu. Naam, mambo matatu hayo kama uko nayo, basi dua itafanywa sana, lakini wewe utakuwa kupata tija itakuwa ni ngumu. Naam, kama ndani kuna uchawi, au kama mle ndani kuna mashetani, au kama ni nyumba ya Qur'ani mashetani wanakuwa hawakai, basi mashetani wale huku kwenye mwili wako wanakisomewa, wanatoka wanatafuta jirani, ni nani shetani mwenzetu, ni nani shetani mwenzetu katika mwanadamu, kwa sababu shetani hiki ni cheo maalumu anachopewa aidha jini au anaweza akapewa mwanadamu. Ndio kule Allah tuambia katika Qur'ani, alladhi yuwaswisu fi suduri nasi minal jinnati wan nasi, ambao wanatia wasiwasi katika vifua vya watu, hao ni katika wanadamu na ni katika majini, ndio wanayotia waswisu katika vifua vya wanadamu. Ndugu yangu mtazamaji, huyu aliyotuuliza swala letu hili, nadhani itakuwa nimeweka clear, na wengine pia mmepata faida kutokana na hili swala lake aliloliuliza. Naam, ukiona unaenda kwa tabibu, unasomea, unakuwa uko vizuri, ukirudi nyumbani hali inarudi tena, basi fahamu nyumbani kwako kuna uchawi mwingi sana. Milangoni umewekwa, sangine madirishani umewekwa, kwenye sebule umewekwa, jikoni umewekwa, kitandani, chooni, wapi, yani nyumba ina uchawi mwingi. Wewe ukirudi unauvaa tena, maumivu yanarudi pale pale. Inawezekana ukienda kule uchawi uliokuwa mwilini unabatilika, lakini uchawi uliowekewa mle ndani ukifika unauvaa tena. Tuafahamiana uzuri Sasa kutokana na hilo tukasema inawezekana ukawa ni uchawi au ni mashetani waliokuwa mle ndani, mshanifahamu, ukirudi wanakuingia tena wewe. Au kama nyumba ni ya Qur'ani, wanachokifanya mashetani wale wakishatoka kule hawarudi kwenye nyumba ile, wanatafuta nyumba ya jirani wanayofanana na yeye. Pale napigwa sana mziki, yule ni shetani kama si, ngoja tukaeke kambi. Na si lazima tu wakifika pale lazima waingie wakae kwenye mwili wa mtu, la, wanaweza wakaingia hata kwenye nyumba ya mtu wakakaa, alafu wanakulimonti na ule uchawi ambao walioweka ndani mwako, wanakulimonti nao, unaendelea tena kupata tabu, unaendelea kupata wasiwasi, unaendelea kuota ndoto za ajabu, unajikuta kwamba mambo yako bado yako pale pale, au maradhi yako yanabaki kuwa pale pale. Ndugu yangu mtazamaji, mtu atauliza swala lingine, je, ikiwa hali ni hiyo, Maalim Shabani, tunafanyeje? Ndio shatokea hali kama hiyo. Sasa ukienda kusomewa, shetani anatoka, ukirudi nyumbani anakaa nyumba ya jirani, au anakaa ingia sasa kwa mwili wa mtu, kwa jirani yako, alafu anakukontrol wewe, anaendelea kukuharibu. Je, tunafanyeje kuepuka na hiyo hali? Nitegee kipindi kijacho biidhnillahil karim, tutakuja kueleza ufanye nini na kisomo cha sampuli gani, alimradi kwamba yule shetani hata kama ataingia kwenye nyumba ya jirani asiweze tena kuweza kukulimonti wewe, asiweze tena kuweza kukukontrol wewe na kukufanya chochote. Kwa sababu shetani, fahamu ya wazi, anakuwa ni mchawi. Huyu jini anakuwa ni jini wa kichawi.
Jini yoyote anayekufuatilia katika kukuharibia anakuwa ni jini wa kichawi kama anavyokuwa mwanadamu mchawi. Sasa huwa wanakuwekea alama zao maalumu katika mwili wako. Mtu anaweza jiuliza, anakukontrol vipi? Control hata wachawi wanakukontrol. Unakuta mtu yuko Mwanza na mkontrol mtu ambaye yuko Dar es Salaam. Yeye yuko Dar es Salaam, mtu yuko Dar es Salaam Tanzania na mkontrol mtu ambaye yuko Omani. Anamremote mtu ambaye yuko Omani. Sika mtu anaota kule. Ndio baadhi ya watu mpaka wanawaota ndugu zao wanawafanzia ubaya. Mtu anamuona kabisa katika ndoto fulani, huyu ananifanzia ubaya. Umeshanifahamu? Lakini mtu huyo yuko Tanzania. Umeshanifahamu? Kuna alama maalumu, hicho hata uende dunia gani wao wanakuona. Sasa zile alama zao zile ambazo walizoziweka masahiri wa kijini na masahiri wa kibinadamu, yani wachawi wa kijini na wachawi wa kibinadamu, wewe wanakukontrol. Na maana anaweza kakaa nyumba jirani kwa sababu tayari remote unayo wewe katika mwili wako, ndio zile chale za kichawi au mihuri ile ya kichawi ulionayo katika mwili wako, ndio yeye anakukontrol kwa kupitia ile maradhi yanaendelea kukusumbua. Tena ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji Maalim Shabani, je, tunafanyeje? Sasa unitegee sikio, kipindi kinachokuja tutakuja kueleza visomo gani, itumike dawa ipi, na wewe mwenyewe hudumu na kitu gani, ufanyeje, lengo na makusudio uepukane na hii dhima na hii shida ambayo wewe inakusumbua taimu zote. Ndugu mtazamaji, tunaendelea kukumbusha tena na tena kwa wale ambao wana nia ya kuchinja, basi ikifika tarehe 1 tuanze kutuma gharama zetu kwa ajili ya kudundulisa kidogo kidogo kwa ajili ya kuchinja katika mwezi wa Dhulhijja. Naam, kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala akituafikia, tufanye majambo haya kwa mapema. Naam, na wale wanaotoa gharama zao, toa kichinjo, ukitoa na sadaka ya mchele sio mbaya. Sio sheria mchele, lakini ukifanya ihsani ya mchele basi itakuwa ni bora zaidi. Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim Shabani, kwamba hapa tuna maushifa kama ada yetu. Hapa tuna mafuta ya Hizbul Bahar, hapa tuna ibtalu sihri, hapa tuna limau mujarrabu. Kazi yake hii ni mchaka. Wale ambao mwendo wao wa kinyonga, anatembea hapa kuanzia hapa mpaka anafika nyumbani, basi kwa kweli atamaliza masaa, na ikiwezekana safari yenyewe isikamilike, atumie hii limau mujarrabu mixer. Na hapa tuna hanjar, dawa ya pumu, na inasaidia pia katika masala ya moyo, mfano kama mtu pumzi apate uzuri, inasaidia hii dawa, anaweza kuitumia, na biidhnillahil karim Allah subhanahu wa ta'ala atawapeni nusra. Allah subhanahu wa ta'ala atawafanyeni wepesi kwa kupitia asbabu hizi, kwa kupitia haya tunayoyaelekeza kunako dua katika Qur'ani na kunako adhkari na kunako kupitia hizi asbabi za dawa. Mwenyezi Mungu atayaondosha yale matatizo yenu kwa idhini yake subhanahu wa ta'ala. Nyuma kamera akisimama vema Habibi Suleiman ibn Sultani, msimamizi wa vipindi kama ada yetu ni yule Hamisi ibn Kimaka. Na mimi ni ndugu yako Maalim Shabani kutokea hapa Mbande, Maalim Shabani Dua Center. Tuwakaribisheni sana na tunawatakia utazamaji mwema vipindi vinavyokuja. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa ila liqa. Kile kituo chako pendwa cha tiba asili na dua cha Shifa chini ya Maalim Shaban sasa kinatibu magonjwa yote sugu ikiambatanishwa na visomo mbalimbali. Yes, Shifa wanatibu presha, matatizo ya kichwa, matatizo ya macho, kisukari, miguu kufaganzi, kutoshika ujauzito au kuharibika kwa ujauzito, matatizo ya nguvu za kiume, nuksi, mikosi, mashaitan pamoja na vifungo vya uchawi. Njoo wewe na familia yako uondokane na matatizo uliyokuwa nayo. Shifa wanapatikana Mbagala Chamazi kwa Magimba. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 78 24 78 au 0717 28 42 42 na 0625 57 52 72. Shifa, ukipona wewe na taifa pia limepona. Wote mnakaribishwa.